wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ishini nao wanawake kwa wema, kaeni nao kwa ihsani. Kama ikitokea kuna jambo lolote limewaudhi kwa wanawake, mkachukia kwa wao jambo lolote, kuna udhaifu sehemu fulani, huenda mkachukia kitu mkawachukia wanawake, lakini Allah akajalia ndani yake khairi nyingi, kwa sababu hakuna ukamilifu, si kwa mwanamume wala kwa mwanamke. Kila mmoja na mapungufu yake. Kama ni mapungufu ya kitabia na kiakhlaq, hayo unaweza kuyarekebisha, mkayazungumza, mkakaa mkayazungumza, mkatengeneza jambo lenu. Lakini kama ni jambo la intihaku hurumatillah, ni jambo la kuvunja heshima za vitukufu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanamke hataki kuswali, mwanamke afanya shirki, anahangaika kwa waganga, mwanamke ni mtu wa kula riba, akienda kwenye vikoba huku na kule akichukua mikopo ya riba, huyo hakufai. Hakuna mazungumzo hapo, hakufai tena. Kama hataki kuswali, hakuna mke hapo. Kama anakwenda kwa waganga kukoroga, hakuna mke hapo. Ndio maana ukaambiwa utafute mwanamke mwenye dini, fadhfar bi dhati din. Kama hukutafuta mwanamke mwenye dini, atakutoa roho huyo, atakuua huyo. Sasa haya ni majukumu ya familia. Wazazi wazilee familia zao na watoto wao katika maadili yaliyokuwa mema, wa kike na wa kiume, ili wapatikane watu wa kuwaozesha, apatikane mwanamume wa sawa sawa na mwanamke wa sawa sawa, waozeshwe kwenye misingi ya dini. Na ndoa za Kiislamu tukishapitisha akidi hapa, kinachofuatia wakina mama watafurahi, kama watapiga vidufu vyao, wataimba, kwisha habari. Masala ya kuweka vigodoro si vitu gani, haya ndiyo mambo sasa ya utashi binafsi yaliyoletwa katika dini ya Kiislamu kwa ajili ya kuuvunja Uislamu. Na wanaoharibu zaidi ni wakina mama wakishirikiana na wanaume maduyuth. Wakina mama wakishirikiana na wanaume maduyuth ambao hawana wivu na wake zao, wakawacha wake zao, wakaingia mitaani, wakaanza kuvaa hivi na vile, wakakatika viuno mbele za watu, wakachukuliwa na mavideo, wakatupwa kwenye mitandao. Waume zao ni maduyuth. Si mwanamume sawa sawa anayeweza kuridhika mke wake au binti yake afanye hivyo anavyofanya. Lakini hizo ni harusi za Kiislamu wanaojinasibu na Uislamu. Sisi hatuna mambo hayo. Uislamu hauna mambo hayo. Ni mila ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikupaswa kusema sana, lakini nimelazimika kusema kwa sababu maneno yanavutana yenyewe kwa wenyewe. Mimi wasia wangu ni huo, kwamba tuishini kwa misingi ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maadamu tushaamua Uislamu. Tusikoroge na mambo mengine, tukakorogeka huko na fikra na mitazamo mingine. Tuacheni fikra hizo, tushikamane na mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ndoa zetu, kwenye furaha zetu, kwenye misiba yetu na huzuni zetu na maisha yetu. Sisi tushikamane na mila na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baraka itashuka kwetu kwenye maisha yetu na familia zetu.